Mtazamaji na mfuatiliaji wa Biomedia, karibu sana. Karibu tena katika channel yako pendwa kabisa Biomedia. Kama kwanza hujasubscribe, endelea kusubscribe. Karibu sana kwa ajili ya kuwa mwanafamilia wa sehemu hii nzuri kabisa kwa ajili ya habari mbalimbali. Mhabarishaji langu jina ni Official Rose D mpaka tamati. Leo tunaangazia story ambako Mario asitisha kuachia wimbo wake mpya kufuatia mauaji katika maandamano ambayo yalifanyika tarehe 29 mwezi Oktoba. Huyu ni msanii nyota wa muziki wa Bongo Flava Mario, ambaye ameonyesha upande wa utu lakini pia heshima kwa taifa mara tu baada ya kutangaza rasmi kuahirisha kuachia wimbo wake mpya ambao ulikuwa umepangwa kutoka ndani ya wiki ya kwanza ya mwezi Novemba. Na uamuzi huo umechukuliwa katikati ya kipindi kigumu cha huzuni nchini kufuatia matukio ya kikatili kabisa ambayo yaligharimu maisha ya watu kadhaa nchini Tanzania. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mario alieleza kuwa alikuwa tayari amekwisha kukamilisha maandalizi ya wimbo huo ambao aliuelezea kama wimbo mkubwa, lakini akaona si wakati sahihi wa kuutoa. Anasema, nimeamua kusogeza mbele tarehe ya kuachia wimbo wangu mpya kwa heshima ya waliopoteza maisha. Hii ni kipindi cha majonzi kwa Watanzania na si busara kuendelea na shamra za muziki wakati wengine wanapitia maumivu makubwa, aliweza kuandika msanii huyo kupitia Instagram ya kwake. Hatua ya Mario imeweza kupokelewa kwa pongezi na mashabiki zake pamoja na wadau wa muziki, wengi wakimtambua kama msanii mwenye heshima na anayejali hisia za jamii. Lakini pia wameeleza kuwa maamuzi kama haya yanaonyesha kuwa muziki si tu burudani, lakini pia chombo cha kuonyesha ubinadamu na mshikamano. Mtazamaji, licha ya kuahirisha kazi hiyo, Mario hakusita kiukweli kuonyesha kujiamini kwake katika tasnia ya muziki. Na katika ujumbe huo aliendelea kuandika akisema na kutamka maneno ya wazi kwamba hakuna anayenizidi kimuziki kwa sasa. Kauli hiyo inaibua mijadala mitandaoni, wengine wakiona ni dalili ya msanii anayejiamini kutokana na mafanikio yake, huku wengine wakihusisha maneno hayo na mvutano ambao ulikuwa unaendelea kati ya wasanii wakubwa nchini. Utakumbuka hivi karibuni mjadala mkali kiukweli uliweza kuibuka mara tu baada ya msanii Diamond Platnumz kudai kuwa baadhi ya wasanii wa Tanzania hawawezi kufikia kiwango chake cha ubunifu na mafanikio, akiwaita kenge. Wengi wamehusisha kauli ya Mario kama majibu ya moja kwa moja kwa madai hayo, hasa kutokana na ushindani ulioibuka kati ya wasanii wanao wakilisha kizazi kipya cha muziki. Lakini pia licha maneno yake ya kujiamini, Mario pia ameonyesha upande wa utu na unyenyekevu kwa kugusa mioyo ya mashabiki zake kupitia uamuzi wake wa kuahirisha kazi hiyo. Wataalamu wa muziki wanasema kwamba kitendo hicho kinaweza kubadilisha taswira ya wasanii wengi nchini kwa kukionyesha kwamba sanaa inaweza kusimama na kuheshimu matukio ya kijamii ambayo yanaendelea. Na katika ujumbe wake wa kumalizia, Mario aliandika maneno ya faraja kwa familia ambazo zilipoteza ndugu zao, akisema, Mungu azilaze roho za marehemu wote mahali pema peponi. Kauli hii pia imepata maoni chanya kutoka kwa watu wengi ambao walimpongeza kwa kuweka utu mbele ya biashara ya muziki. Right now, mashabiki zake wanasubiri kwa hamu tarehe mpya kuachia wimbo huo, huku wengi wakiamini kuwa kazi hiyo itakuwa moja ya nyimbo kubwa sana za mwaka. Hata hivyo, kwa uamuzi huo, Mario ameacha salama na kuacha alama kubwa sana muhimu kuwa muziki unaweza kuwa chombo cha huruma, mshikamano na maadili zaidi ya ushindani na umaarufu. Unalipi la kumwambia Mario, mtazamaji, ikiwa ni shabiki yake pia? Moja kwa moja maoni yako yatasomeka next video. Wakati mwema, jina langu ni Official Rose D.